kwa awamu iliyopita kabla ya uchaguzi wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Kwa maoni yangu mimi nasema ni utovu wa nidhamu, kwa sababu kiongozi yoyote anayekuwepo madarakani au amechaguliwa na ameshinda, ametangazwa, iwe ulifurahia kushinda kwake aidha kushindwa kwake, unapaswa kuungana naye na mawazo yake na mawazo ya vikao vyake ikiwa kama mwenyekiti. Kwa kuwa wao walikuwa ni viongozi na tuliwasikiliza kama viongozi, walikuwa wanakuja na kauli mbiu mbalimbali, sisi kama viongozi na wanachama wao kwenye mikoa na majimbo tuliweza kuwasikiliza na kuwaheshimu. Mimi naweza nikasema kwa maoni yao ni watovu wa nidhamu, kwa sababu hawajaheshimu mamlaka ambayo iko pale na imethibitishwa kihalali na kisheria na kikanuni kabisa. Na uchaguzi wetu ulikuwa haki, huru na uwazi kabisa, ambao ulifanyika na wao walikabidhi madaraka katika uchaguzi ulikuwa huru na haki. Kitendo cha kutoka nje ya mfumo wa vikao vya chama na kwenda nje ya mfumo wa vikao vya chama kusema vitu ni utovu wa nidhamu, yani ni kukikosea chama kwa ujumla wake. Ni kukosea chama, aidha ni maumivu ya kiuchaguzi yanasumbua, kwamba walitegemea kwa sababu walikuwa ni secretariat ambao walidumu kwa muda mrefu, waliamini kwamba watateuliwa tena kwa mara nyingine wakawepo pale. Lakini kwa sababu hawakupata uteuzi huo na walijiaminisha kwamba watakuwepo pale na hawajawa, reforms zilianza kufanyika ndani ya chama chetu, na maana mabadiliko yalikuwa ndani ya chama chetu, na wao wakakaa pembeni, wakaja viongozi wengine. Kwa kuto kuwaunga viongozi wenzao ni utovu wa nidhamu kwa maoni yangu mimi hapa. Mimi nazungumzia ni usahihi, kwa sababu chama chetu kwanza ni chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Demokrasia inampa mtu uwanda mpana kabisa wa kuweza kutoa mawazo yake kwa uhuru, kutoa fikra zake kwa uhuru na kukaa na wenzie kubadilishana mawazo na mawazo yake akasikiliza. Na kwa kuwa ni chama cha demokrasia, sio kila mawazo unayotoa yanatakiwa yasikilizwe. Kuna mawazo mengine yanaweza akawa ni chanya na hayawezi kusikilizwa tofauti na yale unayowaza wenzie. Sio kila wazo unalolitoa likawa ni sahihi. Kuna wazo lingine linaweza likawa sahihi ama sio sahihi. Kwa kitendo cha kutoka nje na mfumo wa utaratibu wa chama chetu wamekosea. Kama walikuwa na mawazo huru na mawazo mazuri ya kukishauri chama, walipoitwa watiania wote tarehe 3 na mheshimiwa mwenyekiti ofisi zetu za makao makuu, walipaswa waende. Hayo maoni na ushauri wanaotoa leo kwenye vyombo vya habari walipaswa wakatoa kwenye vikao vya ndani pia yafanywe kazi. Kutoka nje ya vikao vya ndani mimi sioni kama ulikuwa ni ushauri tena. Ina maana kuna kitu ambacho wanacho, aidha ni maumivu ya uchaguzi, aidha ni kutokukubaliana tu na vitu vingine. Lakini sisi tunasema no reform, no election, na tuko tayari kumuunga mwenyekiti wetu mkono kama wanawake. Tunasimama na mwenyekiti kwa sababu sisi ndio wazazi wenye uchungu. Tumepotelewa leo na kina Dionis Kipanya, mama yake hatujui ana hali gani. Tumepotelewa leo na kina Soka, tumepotelewa leo na kina Kibao, na watu wengi wamekufa kwenye chama hiki. Damu nyingi zimemwagika. Leo mwenyekiti wetu amekuwa ni mlemavu kwenye chama hiki, lakini anakuja mtu mwingine anarahisisha vitu vyepesi. Mimi binafsi nilikuwa mgombea 2020. Nimegombea kata kama diwani wa kusimama. Lakini kwa sababu reform zetu hazijawa sawa sawa, nilianguliwa. Ukisema unaenda kudai huwezi kupewa kwa sababu ni wale wale. Kwa hiyo ninaungana na mwenyekiti wetu, mabadiliko ya sheria za uchaguzi yakibadilika tutapata haki kama Watanzania ya kusimama na kugombea. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.